ni Mtoro TV. Kila sifa njema zinastahiki apewe Allah tabaraka wa taala, na sala na salam zimfikie kipenzi chetu cha umma Nabiyullahi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bila kuwasahau masahaba zake kiram ambao wamepigania dini ya Allah tabaraka wa taala mpaka leo imetufikia kwetu. Niwashukuru waandishi wa habari kwa kuitikia wito wetu siku hii ya leo, ya siku yenye baraka, siku kubwa, siku adhim, yaumul Jumaa, na tukiwa katika mwezi huu mtukufu wa Muharram, tukiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 7 2026, katika eneo hili la Mnazi Mmoja, katika hoteli kabisa nzuri ya kisasa pendwa Peacock Hotel. Naitwa Haruna Mustafa Mbese, mwenyekiti wa taasisi ya Ashabil Kahfi Islamic Center, ambayo inajikita katika masala mazima ya huduma za kijamii, ikiwemo elimu, lakini ikiwemo swala zima la uandaaji wa mashindano matukufu ya Qur'an ya mkoa wa Dar es Salaam. Ashabil Kahfi tupo hapa leo kwa lengo kubwa la kuunga mkono jitihada na harakati za Rajai Foundation. Sisi Ashabil Kahfi ni pacha na Rajai Foundation. Kwa hiyo tupo hapa kuunga mkono harakati zao ambazo wanazifanya, na kwa bahati nzuri yupo msemaji atakayekuwa analizungumzia swala zima la press hii ya leo. Ni kwa nini tunaunga mkono? Kwa sababu Rajai Foundation ni taasisi ambayo imekuwa bega kwa bega na Ashabil Kahfi Islamic Center katika kuyafanya hayo wanayoyafanya, ambayo kauli yao mbiu wanasema ni tumaini kwa jamii. Sisi tunawaunga mkono kwa sababu ni taasisi ambayo kwanza imesajiliwa kama atavyoeleza msemaji, lakini taasisi ya kijamii, taasisi ambayo inashiriki katika mambo ya kijamii, ya kidini, na inagusa watu mbalimbali, atasema zaidi. Kwa hiyo sisi Ashabil Kahfi kwa namna moja au nyingine ni lazima tuunge mkono harakati kama hizi, kwa sababu ni harakati ambazo kila mmoja anaona kwa macho yake, kama sio kwa kuona, kwa kusikia. Harakati kama hizi, baadhi ya taasisi kunakuwa na changamoto kuto kuunga mkono au kubeza kwa namna moja au nyingine. Tunakuwa tunakosa kuwainua hawa ambao wanainukia. Tukiwashika mkono kama hivi, taasisi za Kiislamu zinakuwa ni nyingi, lakini tunafanya kazi kubwa kwa pamoja kuweza kutatua zile changamoto ambazo zinakabili jamii. Ashabil Kahfi baada ya kuliona hilo, tukasema hakuna budi kuwashika mkono Rajai Foundation ili waweze kuyafikia malengo yao. Nadhani wana malengo mengi na watayasema, kwa sababu wanasema Waswahili, kidole kimoja hakivunji chawa, na wanasema mkono mmoja au kiganja kimoja hakiwezi kupiga makofi. Kwa pamoja tunaweza. Kwa hiyo Uislamu wetu unatuhitaji kwamba tuinuane, tusaidiane, ili kila mmoja aweze kufika katika malengo yake. Ashabil Kahfi Islamic Center chini ya Mheshimiwa Dr. Selemani Saidi Jafo tumeliona hilo, na tumedhamiria kabisa kwa moyo kunjufu kuwasaidia Rajai Foundation wafikie malengo yao. Ni nini wanaenda kutufanyia kwa sasa? Atakuja mwenyewe aeleze nini wanataka kufanya na kuna nini. Hii press ya nini? Maana wao ndio wameita, vyombo vya habari vyote vimeitwa kwa jina la Rajai Foundation, ndio wenye press. Sisi kama wadau, wanaharakati, tumeona tuunge mkono, kwa sababu hawa ni ndugu zetu, ni vijana wetu, ni ndugu zetu, ni taasisi yetu. Kwa hiyo kubwa sana kwa Ashabul Kahfi katika hili ni wito kwa jamii kwamba taasisi yoyote inapokuwa inachipukia, inainukia,
ni bora na ni vizuri na inapendeza taasisi ambazo zimepiga hatua kuwasapoti, kuwashika mkono, kuwaunga mkono, kuwaelekeza, kuwapa njia na mapito ili na wao waweze kufanikiwa. Tukifanya hivyo tunaweza tukasaidia jamii kwa ujumla. Kutokana na siku hii ya leo, siku ya Aljumua al-Mubarak, na media nyingi hapa ni kwenda kurekodi hutuba za Ijumaa, na kwa muktadha huo tusichukue muda mrefu. Sisi kama Ashabul Kahfi tutoe nafasi sasa kwa msemaji mkuu wa press hii ili aweze kuendelea na press yake, na baada ya hapo inshallah atatuambia kinachoendelea ni nini. Kama alivyotangulia kusema mkurugenzi wa Ashabul Kahfi, wito huu ni kutoka Rajai Foundation, ambao wito huu unatokana na mwaliko ambao mwaliko huo umetambulika kwa jina la Rajai Foundation Impact Gala. Tumehudhuria hapa kufahamu ni jambo gani ambalo tutawaalikia, jambo gani ambalo tumewaitia, jambo gani ambalo tunaenda kulifanya huko tunakowaitia. Lakini mkurugenzi wa Ashabul Kahfi ametambulisha na kusema kwamba amekuwa mlezi mzuri katika taasisi yetu ya Rajai Foundation, na Allah aendelee kumbariki sana na kuwabariki viongozi wake, waendelee kuwa na moyo huo huo. Wanasema al-ittihadu quwwa, umoja ni nguvu, na huu ndio umoja ambao unatakiwa katika mambo ya kheri. Wengi wanaweza kujiuliza katika Rajai Foundation Impact Gala tunalenga nini hasa? Kabla ya kuingia huko, tufahamu kwanza hii Rajai Foundation ni nini. Kwanza, Rajai Foundation ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo taasisi hii imejikita hasa katika kukuza maadili, lakini vile vile kukuza maendeleo ya jamii kupitia elimu, tamaduni, lakini vile vile matumizi ya vyombo vya habari, uzalendo, pamoja na maendeleo ya vijana. Hiyo ni taasisi ya Rajai Foundation. Tukiendelea, tupo hapa kwa lengo gani? Tupo hapa kuwakaribisha rasmi kwenye Rajai Foundation Impact Gala. Huu ni mwaliko maalum. Kwanza kabisa unalenga kuonesha mchango na athari chanya ambazo taasisi yetu ya Rajai Foundation imekuwa ikishughulika katika mienendo ya kijamii, mazingira tunayoishi, katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo. Impact yenyewe. Aidha, tunaweza tukasema siku hiyo ya Impact Gala kutakuwa na utambulisho wa jambo muhimu sana ambalo litakuwa sehemu ya hatua mpya ya safari ya Rajai Foundation, na jambo hilo sitoliweka wazi isipokuwa tutakapohudhuria kupitia mwaliko huu, basi tutatambua zaidi na zaidi. Kwa kipindi chote ambacho tumekuwa tukihudumia jamii kama Rajai Foundation, tumeshuhudia mafanikio mbalimbali ambayo mafanikio hayo yamekuwa chanzo cha matumaini ya wananchi au wanajamii. Na mafanikio hayo siku hiyo inshallah itakuwa ni vyema kwa kila mtu kufahamu na kuona ni jinsi gani taasisi yetu ipo karibu na jamii, kwa sababu slogan yetu ni tumaini kwa jamii. Na mafanikio hayo kupitia jamii zetu zinazotuzunguka ni moja ya sababu iliyotusukuma na kuandaa Rajai Foundation Impact Gala. Hii tuliweke wazi kidogo, tunaposema
kupitia yale yanayoonekana katika jamii yaliyofanywa na Rajai Foundation, tukawaeleze watu ni namna gani imekuwa, wamefaidika vipi. Kuliweka wazi, hatumaanishi tunaenda kujionyesha au kutafuta sifa kwa watu fulani, haimaanishi hivyo, bali tunaamini kuwa tunapojikusanya kwa pamoja, hasa mbele ya wadau mbalimbali kutoka sekta mbalimbali, kwanza kabisa tunapata elimu, tunapata maarifa, lakini vile vile tunazidi kutanua wigo na uzoefu. Kupitia yale tuliyoyafanya tukapata rai mpya, mawazo mapya, tukazidi kufaidika na tukaifaidisha jamii zaidi ya yale ambayo sisi tulikuwa tukiyafanya, ili tuendelee kujenga jamii yetu katika maendeleo mazuri. Na wanasema Waswahili, jambo ambalo linafanyika gizani halifanani na lile ambalo linafanyika mbele ya macho ya watu, tukimaanisha kwamba siku zote jambo linalofanyika mbele ya macho ya watu ni tofauti na kufanya gizani, tukimaanisha kuna muda inatakiwa ionekane kinachofanyika ili kuwaita au kuwatia hamasa wenye uwezo wa kushirikiana na wewe kuiendeleza, kuipa jamii tumaini au kuipa jamii kile kinachostahiki. Kwa hiyo ushirikiano huu unawahusisha Watanzania, lakini vile vile wale ambao si Watanzania, nchi mbalimbali. Ndio maana ya kuweka jambo katika macho ya watu. Kwa muktadha huo, tunawaomba wageni wote waliopata kadi, walioalikwa kwa kadi za VIP, VVIP, Royal, kwa wale ambao zimewafikia, basi wafike kwa wakati ili washiriki nasi kikamilifu katika tukio hili muhimu biidhnillahi taala. Lakini kwa wale wote ambao hawakubahatika kupata kadi za mwaliko, tunawaomba waendelee kutufuatilia kupitia vyombo vya habari, ikiwemo katika majukwaa ya YouTube, Instagram, Facebook, wapi watufuatilie huko ili wawe sehemu ya tukio hilo kwa namna nyingine. Kwa haya machache, niwashukuru sana kwa kupokea mwaliko huu, lakini mengi tutayashuhudia siku hiyo insha Allah biidhnillahi taala. Karibuni sana, tuendelee kuipa tumaini jamii kupitia Sauti ya Jamii. Jambo hilo litafanyika siku ya Jumapili tarehe 12 ya mwezi huu wa 7 katika ukumbi wa Peacock Hotel. Karibuni sana na tutawapokea. Muda kuanzia saa 10:30 tutakuwa ratiba yetu inaanza saa 10:30 insha Allah na kuendelea. Katika tukio letu tuliendelea mbele yetu siku ya Jumapili tarehe 12, si tukio lingine isipokuwa ni Rajai Foundation Impact Gala. Kama ndugu yangu Abu Hanifa alivyoeleza mwanzo kwamba Rajai Foundation inafanya nini kwa jamii au tayari imefanya nini. Kwa kuzingatia kitu hichi, insha Allah ni kujuze mwanahabari uliopo hapa, Mtanzania unayenitazama popote duniani ulipo, na Muislamu na mwanajamii popote ulipo, ya kwamba kwa kuzingatia kile kinachofanywa na Rajai Foundation, hata waalikwa wetu pia wamezingatiwa katika kategori mbalimbali. Kwa maana kama vile ilivyo Rajai Foundation, mbali na kuwa inawafikia watu katika maisha ya kila siku, basi tunao viongozi wa kiroho, tunamaanisha mashekhe, lakini tunao viongozi wa kiserikali ambao pia wao huifikia jamii moja kwa moja. Kwa hiyo ukiona wageni wetu, walillahi alhamdu, tutakuwa na wageni mbalimbali, mashekhe, viongozi wa kiserikali na hata watu maarufu. Na kwa kuwa mimi ni mtu wa mialiko, labda kidogo niwape uhondo
kama haitotakiwa kumaliza wote. Kama tunavyofahamu, walillahi alhamdu, mgeni wetu, mgeni rasmi ni Mheshimiwa Dokta ambaye ni mlezi wa siku zote na mtu makini sana, Suleiman Jafo, ambaye ni mlezi wa taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center. Ashabul Kahfi Islamic Center, taasisi ambayo haijaona ajizi, haijaona uvivu wala wivu kuishika taasisi ya Rajai Foundation. Kwa hiyo yeye atakuwa mgeni rasmi. Sambamba naye tutakuwa na shekhe mkubwa. Huyu kwa bahati mbaya au nzuri sitomtaja. Shekhe mkubwa kutoka nchini Kenya, na yeye atakuja kutoka Kenya kuja hapa kwa ajili ya tukio hili. Ni nani? Utamjua siku ya tukio. Hayumkini unatamani umjue, lakini ni kuombe, kwa kuwa tukio hili litakuwa live mubashara kupitia channel mbalimbali, basi wewe kama hauna kadi, kwani tamanio letu tulitamani hata Tanzania nzima tungewaalika, lakini hilo lipo nje ya uwezo wetu. Tulitamani Dar es Salaam nzima tuialike, lakini lipo nje ya uwezo wetu. Kwa wale wachache watohudhuria watapata kushuhudia. Ama wewe mwenye hamu ya kushuhudia lakini haujapata kadi, basi utatufuatilia kupitia live channel mbalimbali, mitandao mbalimbali. Kwa tunaye Sheikh kutokea nchini Kenya, lakini si Sheikh peke yake. Hii ni taasisi ya Rajai Foundation. Zipo taasisi, mojawapo nitahitaja hapa, taasisi ya Together We Can kutokea nchini Kenya. Imeona hapana, hii taasisi ya Rajai Foundation ni taasisi inayoinukia, ile kuna makubwa imeyafanya. Kwa hiyo yenyewe kutokea nchini Kenya pia ikiongozwa na mwenyekiti wake Abdul Aziz, watakuwepo Jumapili kuja kujifunza baadhi ya mambo na kushirikiana na Rajai Foundation. Kwa hiyo tutakuwa na watu mbalimbali, tutakuwa na mwandishi nguli kabisa, Rahbi atakuwepo, lakini na wengine wengi. Nisikumalizie uhondo, ukaiona Jumapili mbali, baki ukisubiri, inshallah kuna mambo mazuri. Na wale ambao mmealikwa, hauna haja ya kuwa na wasiwasi. Utapata documentary nzuri, risala nzuri na msosi mzuri, na utakuwa umekaa sehemu nzuri. Hilo ni kuhakikishie. Ama kuhusu wageni ni wengi kweli kweli, tena watu maarufu wa serikali, mashekhe wa kiroho. Kwa hiyo wewe Mtanzania, wewe Muislam popote ulipo, ni kuombe utuunge mkono kwa kutufuatilia popote utapokuwa, as long kuna network, kazi yako ni kufuatilia. Kwa ndugu zangu Waislamu, niwaombe msituchoke, msituchoke kabisa, tuungeni mkono na tuzidi kuiombea taasisi ya Ashabul Kahfi Islamic Center iendelee kuunga mkono taasisi ndogo ndogo, na hii iwe funzo kwa taasisi kubwa. Hii iwe funzo kwamba anapokuja mtu kukutaka msaada, basi mpe, kwani matunda yake utakuja kuyaona baadaye. Kwa hiyo popote Rajai Foundation atapoenda, bado ataukumbuka wema wa Ashabul Kahfi Islamic Center. Kijana wangu hapa amezungumza swala la mialiko, na alisisitiza kwanza hilo kwamba wale wote ambao wamefikiwa na kadi zetu, tunawaomba sana na tunawasisitiza sana, wamepewa heshima ya kupelekewa kadi. Tutafurahi iwapo na wao wataturudishia heshima hiyo kwa kujumuika na sisi. Nchi yetu ni nchi ya amani, nchi yetu ni nchi ya utulivu. Hatuna budi Watanzania wote, bila kujali dini zetu, bila kujali kabila zetu, bila kujali umri wetu, kumwombea sana kiongozi mkuu wa nchi yetu, mama yetu, mlezi wetu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi yake anayoifanya ndio mpaka leo hii tunaona nchi yetu imetulia. Tupo hapa tunazungumza kwa uhuru, na tupo hapa tunawaalika watu kwa uhuru,
na kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala watu watahudhuria kwenye shughuli hiyo kwa uhuru. Muda wote, dakika yoyote Tanzania watu wanatembea. Niwapongeze wanahabari. Kwanza, tulipowapelekea taarifa zetu za mialiko, moja kwa moja mmeacha shughuli zenu kuja kutuunga mkono Rajai Foundation. Kwa hili sisi hatuna cha kuwalipa, isipokuwa yule aliyetuumba sisi ana haki zaidi ya kuwalipeni nyie. Na hii vile vile ni waombe watu wa habari, tusiishie hapa. Tumepewa mwaliko huu na Rajai Foundation, basi tubebe mabango kuanzia leo kuitambulisha jamii, kuwapa habari jamii kwamba kuna taasisi inaitwa Rajai. Rajai watu hawawezi kuifahamu, watu hawawezi kuitambua iwapo nyie mtakuwa wavivu kuitambulisha taasisi hii katika jamii. Kuna mengi atasemwa siku ya Jumapili. Nichukue fursa hii kusisitiza tukio letu leo tunafanya kuwaalika wale ambao tumewapa kadi waje ukumbi wa Peacock Hotel siku ya Jumapili tarehe 12 swala la asili, waje kuswalia maeneo haya ili baada ya swala tuanze tukio letu. Kanuni yetu sisi Rajai Foundation ambayo viongozi wetu wametutengeneza juu ya usimamizi wa taasisi ya Ashabul Kahf, kuzingatia sana swala la muda. Sisi ni waumini wa muda. Kwa hiyo tunaposema shughuli yetu inaanza saa 10 na sisi tufike muda huo, na waandishi wa habari nitawaomba sana tufike mapema ili kwamba tunapoanza shughuli zetu kila mtu awe amejipanga sehemu yake husika. Si msemaji sana, yes, leo ni siku ya Ijumaa, tuna mambo mengi ya kufanya. Niwashukuru sana waandishi wa habari. Nasisitiza leo tubebe bango linaloitwa Rajai Foundation ili watu waitambue, na muasisitize watu, mtu akupewa kadi yuko nyumbani kwake, yuko kwenye mizunguko yake, basi moja kwa moja katika mitandao ya kijamii basi apate taarifa za Rajai Foundation. Kwa hayo machache, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.